ambaye anafurahikia pia wakati wa majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo ya kwamba majaribu ni uchungu. Wakati mwingine unahisi kwamba umeaibika, unahisi kwamba umedharaulika, unahisi kama umekosewa heshima, lakini hapo ndipo kuinuliwa kwako. Mitume walifiwa nguo, mitume walipigwa, mitume walitendwa yale waliotendwa, lakini mwisho wake ilijulikana Yerusalemu yote ya kwamba hao ndio watumishi wa Bwana. Hata Gamalieli anasema ya kwamba, hebu ndugu zangu niwape shauri ya kwamba watu hawa msidhanie vile mnavyofikiria, kwa sababu kulitokea Kauda na Yuda na hao wote wakapotea. Watu wakawaamini hao na wakapotea. Wewe niangalieni shauri hili ya kwamba kazi hii ikiwa ni ya wanadamu mtaiweza, lakini kama ni kazi ya Mungu msionekane mnapigana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa mahali hapa hatutegemei msaada wa mwanadamu, hatutegemei msaada wa binadamu, tunategemea Mungu peke yake. Tunatumainia Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vilipotokea, leo Mungu ni wa ajabu. Kumbe Mungu huwa anajitokeza wakati ambapo hauna kitu chochote cha kutegemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa akiwa na makaratasi huwa sasa anajisifia, wakija tuonyesha makaratasi kwa mimi ni nani kupita kwa makaratasi haya. Wakija atapigia mtu simu mahali, niwaambia kwamba mimi ushahidi wangu uko na fulani, uko na mtu fulani. Lakini sasa inatokea vita wakati ambapo hauna mtu wa kutumainia, hauna kitu cha kutegemea, hauna fedha, hauna chochote. Inatokezea hauna hata pesa. Wakati unakuwa utoe 50,000, kila mmoja hapa katoe 50-50 ili kwamba tupate kupona hapa. Akasema watu watatu hizi 50,000. Lakini kwa alikuwa ni wakora. Mwingine alikuwa anauza mafuta huko, anapita na pikipiki yake anauza mafuta huko, anakuja hapa anasema kwamba yeye ana uhusiano wa karibu sana na wanajeshi. Kwa hivyo tukimsikiza basi anaweza kututetea kule. Yesu asifiwe sana. Amen. Jana wapi sifa. Amen. Lakini alipokuja kanipata pale nje niko peke yangu. Nikamwambia mimi kufikia sasa ni mwenye chakula sina, hiyo msingepata wapi. Akaniambia sasa fanya hivi. Ongea na wazee wako. Ongea kati muongee. Mwambie hata wazee wangu pia na watu. Wewe wajua mimi na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ninachojua ni kwamba hapa mahali tulipo ni ardhi ya Mungu, si ya wanadamu. Na kama Mungu mwenyewe ametupa, sasa Mungu atapigana huko anayepigania ardhi hii. Tumpigie Yesu makofi. Kwa hivyo mwenye kupigana na ardhi hii, mwenye kudai hii ardhi, atapigana na mwenye ardhi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sisi tumetumwa na Mungu mwenyewe ili kuhubiria wanadamu habari ya ufalme wa Mungu. Sasa kama kuna mwanadamu atakuja kupinga ya kwamba hapa ondokeni, sisi hatuna shida na yeye. Tunamwambia sasa sisi tunajua aliyetuweka hapa. Sasa aliyetuweka hapa ataongea na wewe. Amen. Kwa njia yake sasa. Amen. Jana wapi sifa. Amen. Sasa walipokuja kuniuliza wewe ni kabila gani? Walikuja kikosi kizima. Wakati hapo pale karibu na ofisi. Huko wengine wanarecord. Na sikujua. Na uko ananipiga picha. Wewe kabila gani? Ulikuja hapa kivipi? Tukaongea. Baadaye wakanipigia simu wakasema picha zako ziko huko na record zako ziko zote. Kwa hivyo wewe jitayarishe, tutakuja siku fulani. Sasa kama ni siku kila wakati na pitisho, kila wakati na pitisho, njoo tuko hapa tunakuja. Kesho tukutane kwa kanisa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa sababu nikasema kule jeshini sina mtu wa kuongea na yeye. Lakini kiongea hapa na huyo Mungu anatangulia huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kana mapesi. Kwa hivyo tukiwa mahali hapa ndugu zangu, tuko na Mungu. Tuko na Mungu ambaye alituumba.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpigie Yesu makofi. Tumtegemeeni Mungu katika maisha yetu. Shida unazopitia, majaribu unayopitia, tegemea Mungu. Wanadamu wakupende ama wanadamu wakuchukie, tegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema Yesu alikataliwa, Yesu akadhihakiwa, Yesu akachukiwa. Wewe ni nani upende na dunia? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema anayetaka kuwa rafiki wa dunia lazima atakuwa adui wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe ukiwa mahali hapa, kataa kuwa adui wa Mungu. Ni heri uwe adui wa dunia, uwe rafiki wa Mungu. Kwa sababu Mungu atakusaidia wakati wa shida, lakini dunia haiwezi kukusaidia wakati wa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana wape sifa. Na niposa watu wengi wanaingia katika nyumba ya ibada wakingojea siku sasa kwa amelala, ndio historia zote zisomwe pale mpaka masaa yaende kuigiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, sifa hizi ambazo utapewa na wanadamu zitakupeleka mbinguni? Hata kama ulikuwa mtu mzuri sana, zimesoma habari nyingi sana kwamba huyu alikuwa akifanya kazi kampuni fulani, alikuwa manager mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Katika maisha yetu, wacha kila wakati unapolala, unapoamka, tegemea Mungu, tumainia Mungu. Hauna kazi, tegemea Mungu, tumaini Mungu, omba Mungu, amini Mungu. Hauna fedha, amini Mungu, tegemea Mungu, fedha utaipata. Afya yako imetua ya matatizo, tegemea Mungu, amini Mungu, afya itakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana wape sifa. Maana kipindi alichopitia Ayubu, kutoka mwanzo wa shida zake hadi mwisho wake, tunapaswa kumwamini Mungu anaweza. Hilo lilikuwa ni bonde na uvuli wa mauti. Ni dawa gani ingeponya ugonjwa wa Ayubu? Ni daktari nani angetibu ugonjwa aliopata Ayubu? Hata kama watu wanaenda India, kama daktari wa India hangeweza kuponya ugonjwa wa Ayubu. Kwani watu wanaamini sana Wahindi kuwa ni madaktari wa hali ya juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana Yesu nipe sifa. Lakini wajue kwamba kuna Mungu duniani zaidi ya Mhindu. Kuna Mungu duniani zaidi ya mwanadamu yeyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana Yesu nipe sifa. Daktari wa madaktari, mfano wa wafalme, Mungu wa miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana baada ya sifa. Elia akawaambia kwamba wakusanyeni manabii wote wa Baali muwalete hapa, tuje tumuombe Mungu ili ijulikane Mungu wa kweli ni nani. Maana Elia alijua anayemtegemea ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaitwa wachawi na waganga, manabii wa Baali wakawekwa pale. Elia akatoa sadaka ng'ombe 2. Kaambia sasa hao wapatie manabii hawa wachinje ng'ombe yao, na hiyo ng'ombe waite moto kwa Mungu wao ashuke ili ateketeze hiyo sadaka. Wala msiwashe moto hapo, msiwashe moto hapo. Basi manabii wale waliweza kukusanya kuni na wakamchinja ng'ombe, wakamweka juu, wakaanza kuomba. Ng'ombe ilikuwa ni masagara, kila kitu kilikuwa kama masaa ya asubuhi, kama saa 4 hivi. Wakaomba mpaka ikafika saa 7 huko. Elia anaangalia, hasa alipoona sawa wamejikatakata mpaka damu zinachuruzika na fikirika. Akasema sasa inatosha ndugu sana. Maana kabla hiyo aliwaambia kwambia sikizeni, paseni sauti zaidi, maana pengine amelala ataamka. Wakaongeza sauti, wakapaza sauti zao. Pengine huyo Mungu wenu amelala. Sasa kipaza sauti ataamka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Walipopaza sauti kwa nguvu, akamwambia na muendelee kupaza sauti, msichoka, sababu pengine uko mbali na kadri mnaendelea atakuja.
hujawapata bado unapaza sauti. Lakini ukafika wakati sasa akwambia sasa pumzikeni sasa. Imetosha. Damu wamejikatakata pia. Damu zinamwagika. Sasa kichwaka kati wana hewa kabisa. Niambia umeomba karibu samatani unafika sasa. Bwana sasa pesa. Pesa kitingo pumzike. Bwana sasa pesa. Sasa naye akatengeneza ile madhabahu vizuri. Alipotengeneza akachukua mawe 12 pale akaweka pale vizuri. Akachukua kuni vizuri akasiweka juu yake. Akachukua na huyo ng'ombe akamshika akaweka juu yake. Na tena akachukua maji sasa. Yaani alikuwa na uhakika kabisa Mungu wake hata maji hawezi zuia moto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata maji hayawezi zuia moto wa Mungu kushuka. Baada ya tena wao sasa wageni wakasema mwageni maji hapo. Wakachukua tena wakamwaga maji mpaka maji yakachuruzika kila pahali. Sasa akaanza kumuita Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakupata shida sana, hakuomba sana. Sema tu ijulikane Mungu. Kwamba ni wewe ujibuye kwa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo ijulikane leo. Na kwamba wewe ni Mungu. Moto ulishuka kama umeme na ukaramba maji yote, ukakausha maji yote. Ukateketeza hizo kuni na sadaka, mawe yaliteketezwa mpaka kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Amini Mungu wako ana uwezo kufanya miujiza mikubwa zaidi ya nguvu yote duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya Mungu ina uwezo zaidi ya nguvu zote za dunia. Jina la Yesu lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tegemea Mungu wakati wa mapito yako. Tegemea Mungu wakati wa shida unazopitia. Usishawishiwe na mtu yeyote. Siku hizi imetokea kwamba mtu akipatwa na shida, basi akili yake tu anafikiria labda pekee kuna mtu ananiendea vibaya, kuna mtu labda nimerogwa, sijui nini. Mungu anakupiga, Mungu anakupa nafasi umuite zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa unasikia ugonjwa mwilini, omba sana na Mungu atakutendea. Omba sana kwa Mungu. Mungu asije kuambia maneno, maana wakati ndio habari zinakuja. Ndio utapona wewe hii hali mbaya. Hata kama daktari kupima tena kuangalia kwa macho ya huruma sana. Akamwambia hata nimesikia mbona ugonjwa kidogo. Alikuwa kuchukua vipimo akasema hata kidogo kuleta maji. Ili moyo wako udunde sasa. Ndio akamwambia ugonjwa tumeona kwa mtu fulani. Na huu ugonjwa si mzuri. Yeye anakuvunja moyo kabisa kiacha kwamba hata ile tumaini lako usikie haliwezi kusaidia tena. Sasa juzi kawaambia ya kwamba usiwape walimwengu masikio yako. Usiwape wanadamu masikio yako. Usikie kile wanadamu wanasema na uwaamini sasa. Sasa ukiwaamini watakuongoza vile wanataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Lakini sikia sauti ya ndani ya moyo wako. Je, kama wanadamu wanasema hayo na Mungu anasemaje? Maana majibu ya Mungu ndio majibu kamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Baba sifa. Ndipo wakati aliponishuhudia ndugu hapa, ananiambia wale vijana jo walikuwa mahali wanasema tupatie nafasi ili tuende tukaangalie. Kwenda tukakuangalia kama hutaenda tuachie kwenda kuangalia. Bwana sasa pesa. Ndio siku ya ile ng'ombe haionekana. Tupatie nafasi twende tukaangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa wakati ng'ombe ilipopatikana, labda ndio sasa je, hao wasema huyu mtu si kwa kawaida. Ng'ombe imeenda siku hizo tena rudi. Hapana, mtu tumwangalie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wanaamini miungu kuliko Mungu aliye na vyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama Mungu aliamuru kunguru itoke huko nje lishe mtu wa Mungu, je, kwanza kushindwa kuamuria ng'ombe irudi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo nataka nipange. Yule Yesu alisema nendeni huko mkatupe ndoana samaki wa kwanza, kuna pesa hapo ndani, mtamfungua mwende mkalipe ushuru.
Sasa ujiulize, huyu samaki wa pesa alipata wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza Mungu akakufanyia muujiza mpaka moyo ukifikiria kwa akili yako kuelewa. Asema, yani mimi kweli naweza nikafika pale mahali nimefika. Amini Mungu unemwabudu ni Mungu wa miujiza. Mungu wako ni Mungu wa miujiza. Sio Mungu wa kawaida, yeye sio mwanadamu aseme uongo. Mungu wetu hasemi uongo. Kile Mungu alichoahidi atakitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana mwape sifa. Kaka kwambie ndugu yangu, usiogopeshwe na kitu chochote katika hii dunia. Usiogopeshwe na kitu chochote katika hii dunia. Jana Yesu alipe sifa. Anasema msiogope mwanadamu auaye mwili asiweze kuwa roho. Lakini ogopeni Mungu peke yake. Amen. Mungu atafanya njia pale pasipo njia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jana mwape sifa. Tukiwa mahali hapa, tunaamini nyumba ya Mungu itajengwa kiajabu. Tunaamini madhabahu ya Mungu itajengwa kiajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingawa wakati huko macho ya kimwili wanasema pesa iko wapi? Nataka kukwambia pesa iko na Mungu. Amen. Fedha iko na Mungu. Jana Yesu alipe sifa. Na wakati utakuja utasema twendeni hapo goli zote tukaone hiyo kanisa la kaji. Kwa sababu ni Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaonekana wanyonge lakini wenye nguvu. Mnaonekana hamna kitu lakini mna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Mnaonekana hamna fedha lakini mna fedha nyingi sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Nyinyi sio maskini. Jina la Yesu lipewe sifa. Nyinyi sio maskini. Na nikasema wakati mwingine ya kwamba hatutaendelea kukaa vile tulivyo. Lazima Mungu ageuze maisha yetu na shuhuda zetu. Lazima shuhuda zibadilike, maisha yabadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana baada ya sifa, eti nitoke pale nje, tembea na miguu huko mpaka nyumbani, rudi na miguu huko nyumbani, washika wote na miguu wapi, rudi ya kwenda na karudi. Haitakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo tunahitaji kuyakataa. Tuna maisha tunahitaji kukataa. Kuna hali tunahitaji kukataa. Ndio ukikataa itakuwa vile unavyotaka. Anasema lolote utafunga hapa duniani litafungwa na mbinguni. Amen. Na lolote utakalofungua hapa litafunguliwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kile unachokiri kwa kinywa chako ndicho kile utapokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Juu mmoja alishuhudia kwamba kama kule mbinguni tunasema tunaenda, ujue mbinguni hakuna ndege, mbinguni hakuna gari, mbinguni hakuna nyumba, mbinguni hakuna chakula kule mbinguni. Mbinguni hakuna ngozi. Vyote viko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kuvaa, vaa hapa. Kama ni kuna hapa. Kama ni kujenga, jenga hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema eti mimi nataka kuenda mbinguni. Sasa tunaenda mbinguni sasa wewe. Tutakupatia ruhusa wewe. Tumesema unataka kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana baba sifa. Kwa sababu anasema ya kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, lakini dunia wamepewa wanadamu. Ili watawale, ili wamiliki. Sasa hivi vitu vyote ni vyetu sisi, tumepewa na Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepewa na Mungu. Kama ni fedha, ni haki yako wewe kupata hiyo fedha. Kama ni kula vizuri na kuishi, ni haki yako ukule vizuri kama mtoto wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hautakopa wewe, bali utakopesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautakopa bali utafanya nini? Utakopesha. Mungu atakupa chochote kile unachotaka. Lakini haya yote nimetangulia kusema yanahitaji imani na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana baba sifa. Tumpigie Yesu makofi. Tunaambiwa kama ni biashara, anza kale biashara. Bwana anza kufanya
Yesu asifiwe sana. Kwani walioitwa milionea walikuwa milionea soja ya chini mpaka pale juu. Walioajiri watu walianza kuajiriwa na wakaja kwanza na wakaajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akutendee mema, afungue njia zako na milango yako. Chochote unahitaji kwa maisha yako, Mungu akufungulie kwa jina la Yesu Kristo. Tusimameni sote pamoja kwa jina la Bwana.